Baada ya taarifa za muda mrefu sana kwenye magazeti na vyombo mbalimbali vya habari nje na ndani ya Tanzania kuripoti kuhusiana na aliyekuwa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga Stefano Aziz Ki kwamba huenda nyota huyo akaondoka kwenye kikosi cha Young Africans na kujiunga na Wydad Athletic ya pale nchini Morocco. Taarifa hiyo ni rasmi siku ya leo, imekuwa confirmed, yani imethibitishwa kwamba Stefano Aziz Ki amejiunga na Wydad akitokea Young Africans. Sasa Stefano Aziz Ki mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe mzito kwenda kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, viongozi pamoja na wachezaji wenzake. Aziz Ki kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika hivi: yeyote aliyesema kwa heri ni chungu, bila shaka alijua alichokuwa anazungumza. Moyo wangu ni mzito ninapokusogezea taarifa rasmi ya kuondoka kwangu katika klabu ya moyo wangu. Yanga hii ni zaidi ya kuacha klabu tu. Ninaaga nyumba, familia na sura iliyounda mtu na mchezaji nilie leo. Yanga walinipa kusudi, Yanga walinipa nyumba ya pili, na Yanga hata kunipa mke mzuri. Nilifika na ndoto, lakini ninaondoka na kumbukumbu za maisha. Kwa pamoja tulipata ukuu, kutoka kwa kunyanyua mataji hadi kushinda Afrika, kuandika upya historia ya klabu na kufanya kila shabiki ajivunie kuvaa rangi ya njano na kijani. Tulisimama kwa urefu wakati wa juu na tulisimama pamoja wakati wa kupungua. Yani tulisimama kwa urefu wakati wa shida, tulisimama kwa pamoja wakati wa shida, lakini pia tulisimama kwa pamoja wakati wa furaha. Lakini katika hayo yote jambo moja halijabadilika kamwe, roho zetu. Daima mbele, nyuma mwiko. Sio kauli tu, haya ni maneno yaliyotubeba, yaliyotufungamanisha na kutukumbusha kuwa sisi ni wapiganaji, tumejengwa kwa ukuu. Ninaibeba roho hiyo hiyo popote niendako. Mtazamo huu wa ushindi, wa kutokata tamaa, wa kusonga mbele kila wakati, sasa ni sehemu ya maisha yangu. Kwa Mr. GSM, nguzo yetu pendwa, kwa kaka yangu Anton Mavunde, asante kwa kila jambo. Kwa mhandisi Hersi Said, rais wetu na kiongozi wetu asiyechoka, kwa kocha wangu, wafanyakazi wote wa Yanga, ndugu uwanjani, wachezaji, na zaidi ya yote kwa mashabiki wa ajabu wa klabu hii, asante sana. Asante kwa upendo na mchango wenu. Ulinichangamsha, lakini pia uliniaminisha na umenifanya nijisikie kama wako. Sitasahau nyimbo, sherehe na baadhi ya mashabiki au bahari ya mashabiki kwenye uwanja wa Mkapa na kila uwanja tuliocheza. Ninawabeba nyote moyoni mwangu. Huu sio mwisho wala mwanzo mpya tu. Yanga itakuwa sehemu yangu milele, sehemu ya hadithi yangu, sehemu ya nafsi yangu, mpaka tukutane tena. Daima mbele, nyuma mwiko. Huo ndio ujumbe ambao ameandika Stefano Aziz Ki kupitia ukurasa wake wa Instagram, akieleza mapenzi yake juu ya klabu ya Yanga na namna ambavyo klabu hiyo anasema kuwa alikuja akiwa na ndoto, lakini anaondoka na kumbukumbu nzuri kwa sababu Yanga ndio imemtengeneza yeye hivi alivyo, lakini pia imempa thamani ambayo leo hii Afrika inamtazama. Lakini pia Yanga kupitia Yanga app nao wametoa taarifa rasmi kuhusiana na Stefano Aziz Ki kwenda kujiunga na Wydad Athletic Club. Yanga wameandika hivi: uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umemuuza mchezaji Stefano Aziz Ki kwenda klabu ya Wydad Athletic ya nchini Morocco. Aziz Ki alijiunga na Yanga Julai 2022 akitokea ASEC Mimosas ya nchini Ivory Coast. Amekamilisha uhamisho huo leo kuelekea Wydad jioni ya leo kwa dau ambalo ni makubaliano ya pande zote mbili. Akiwa na jezi ya Yanga, Aziz Ki amehusika jumla ya magoli 84, akifunga magoli 52 na kuasisti magoli 32 katika mechi 114 alizocheza za mashindano. Aziz Ki pia atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa aliosaidia klabu ya Yanga kushinda makombe mawili ya ligi kuu, makombe mawili ya shirikisho la CRDB, ngao ya jamii mara 2, kombe la mapinduzi, kombe la muungano, kombe la Toyota na medali ya mshindi wa pili wa kombe la shirikisho la CAF msimu 2022-2023. Msimu 2023-2024 utabaki kwenye historia ya maisha ya mashabiki wa Yanga, ambapo Aziz Ki alimaliza ligi kuu akiwa mfungaji bora na kufanikisha kushinda tuzo ya MVP. Huo ndio ujumbe ambao Young Africans kupitia ukurasa wao rasmi wa Yanga app wameandika kuhusiana na takwimu za Aziz Ki kwamba kwenye mechi 114 ambazo amecheza amefunga magoli 52, lakini pia ametoa assist au pasi za usaidizi wa magoli 32. Ameisaidia Young Africans kushinda makombe mawili ya ligi kuu, lakini pia makombe mawili ya kombe la shirikisho la CRDB, ngao ya jamii mara 2, na kuipeleka klabu ya Yanga pia kwenye hatua ya finali na kumaliza mshindi wa pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hizo ndio takwimu za Aziz Ki akiwa na Young Africans, ambapo alijiunga Julai 2022 akitokea ASEC Mimosas. Wewe kama mdau wa soka lakini pia mashabiki
mashabiki na wadau mbalimbali wa klabu ya Yanga mtamkumbuka Aziz Ki kwa jambo gani? Dondosha comment yako, lakini pia usisahau kusubscribe na kuturn on post notification. Hii ni Scope Media. Till next time, bye bye.